Mheshimiwa Mbunge Ado Shaibu Ado, shule ya msingi Cheleweni imechoka, nyumba za walimu ni shida. Hali ya mambo nimejionea, kuna uhaba mkubwa sana wa madawati na watoto wetu wengi sana wanakaa chini. Hali ya madarasa ina uchakavu mkubwa sana. Hayo yote nimejionea kwa macho. Badala ya kuwa mtu wa kulaumu peke yake, mimi nimeamua pia niwe ni sehemu ya kutatua matatizo. Katika mfuko wa jimbo uliopita tulikubaliana milioni 20 mbunge awe anatengeneza madawati, na tumesema mpango huo utaendelea, sio kwa kusubiri mfuko wa jimbo peke yake, kutafuta na wadau wengine wa maendeleo ili kuhakikisha katika miaka 5 hii hakuna mtoto anayekaa chini. Ni aibu kwa jamii yetu ambayo ina misitu mingi kama hivi kuwa na watoto wanakaa chini. Kwa hiyo ile hali mimi nimeichukua. Lile la madawati nitapambana kwa sababu limekaribia kunitoa machozi. Nitapambana kadiri ya uwezo ili kutoa mchango wangu wa madawati kadiri itavyowezekana ili kupunguza ukubwa wa tatizo pale. Hiyo ni ahadi naitoa mbele yenu, na mtakuwa mnaanza kuona utekelezaji. Juu ya majengo, kazi yetu ni kuibana halmashauri na serikali kuu ili mpate miradi ya kutosha ya madarasa. Kwa kweli madarasa mengi yanastahili kubomolewa pale. Ile shule inaonekana kabisa ni kongwe, inahitaji madarasa mapya. Hayo ni mapambano ambayo tutapambana na mtaona utekelezaji wake. Ujenzi wa nyumba ya mganga zahanati ya Cheleweni ina muda wa miaka 3. Imeishia kwenye msingi. Mheshimiwa Mbunge Ado Shaibu Ado, sisi kama wananchi wa Cheleweni tunaomba msaada wako. Nimekuja kuona hali halisi mimi mwenyewe na nimeziona jitihada za wananchi. Nimeziona pia jitihada za uongozi uliopita. Kauli ninayoitoa, mimi nitakuwa moja ya wadau, nitatupia jicho kwa karibu sana ujenzi huu, kushikamana na nyinyi bega kwa bega mpaka ukamilike. Na mimi nitawashikeni mkono kuhakikisha ujenzi huu unaendelea. Ahadi zangu ni 2. Ahadi ya kwanza, nitatoa mchango wangu mimi wa mfukoni, sio mfuko wa jimbo wangu, hela ya mfukoni, shilingi milioni 1 natoa mimi mfukoni kama mwananchi, au sio jamani? Shilingi ngapi? Maagizo yangu, fedha hiyo iingizwe kununua simenti, kumalizia ile mifuko 700 na kufyatua tofali nyingine. Mmenielewa hapo? Nimeeleweka hapo? Hiyo hela itoke leo. La pili, uongozi wa kijiji mkae kikao, halmashauri ya kijiji muandikie Katani wa DC kwamba maombi yenu kwa mfuko wa jimbo mnataka msaada wa hili jambo. Hili nalo lije mapema kwa barua, ili mara nyingi kufikia mwezi wa 12 zile fedha kwa kawaida huwa zinafanya nini? Zinaingia. Zikiingia pia tutasema hatutoishia kwamba tumetoa milioni 1. Tutakaa, tutashauriana, tutaongezea hela tena. Maana yake ngoma itakuwa inazidi kufanya nini? Kuinuka. Hii goma hili tuendelee nalo, ili ikiwezekana mwaka huu tulifikishe kwenye linta ili kwa jitihada zetu wenyewe, au sio jamani? Likishafika pale
ndio tutawakaba vizuri kwa serikalini kwamba kuna boma kule la nyumba ya mganga liko pale Cheleweni, mbunge kajikamua, wananchi wamejikamua, limefika kwenye linta, nyinyi malizieni. Hapo itakuwa ni rahisi, kwa sababu ni sera ya serikali kwamba kwa maboma ambayo yamefika mbali, wao wanakuja wanafanya nini? Wanamalizia. Kero za wafugaji wamekwisha anza kutushambulia pia. Kwa sasa amani zetu ni ndogo. Hili tusipokuwa makini, hali itazidi kuwa mbaya sana. Visa vya kuchinjana vimerudi tena Tunduru. Haiwezekani kuvumilia watu wachinjwe kama kuku, haiwezekani. Lazima tubadilishe hali hii, lazima tubadilishe hali hii, tupate tiba yake, na tiba yake ni sheria isimamiwe.